Hapa tunaona akhlaqi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza anatufundisha sisi kutoa kwa nafasi tulizokuweko nazo, na katika masiku kama haya tutaona kwamba kama kuna kitu ambacho kwamba kitakuwa ni munasib na maamrisho haya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho haya, ni mtu kwa nafasi yake akaweza kumdhamini mwingine futari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. يقول مولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ikhwani fillah, baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tumekutana tena kwa taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi chetu cha Nuru ya Ramadhani ndani ya chaneli yetu ya Zahmid TV, tutaangalia katika aya ambayo kwamba tumeitanguliza kuisoma. Twaona Mola Subhanahu wa Ta'ala atutajia na kutubainishia ndani yake mambo muhimu mawili. Kitu cha kwanza, atubainishia na kutuambia kwa ufaradhi wa Ramadhani kwetu sisi waumini tunaomwamini yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia atutajia moja ya malengo makuu ya Ramadhani, nayo ni kwamba saumu irithishe uchaji Mungu katika nyoyo za waumini. At-taqwa ni kitu gani? At-taqwa ulama wamearifisha kwa taarifati nyingi. Miongoni mwayo ni kwa kwamba imtithalul awamiri wa jitinabun nawahi, ni mja kutekeleza maamrisho ya Mola na kukatazika na aloyakataza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa definition kama hii tunapata kuona kwamba hali ya mtu atakapokuwa mchaji Mungu ni kwamba atakuwa shadidu tanassuki wal ibada wa makhafati llahi wa ihtirami sharia. Atakuwa na mshikano madhubuti katika ibada na atakuwa na hofu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia atakuwa ni wa kuiheshimu sheria ya Uislamu. Na katika huu uchaji Mungu kunayo misingi ambayo kwamba ikipatikanwa misingi hii ndo itazalisha uchaji Mungu katika moyo wa mwanadamu. Nayo tukiorodhesha kwa haraka haraka tutakuta kwamba ni al-ikhlasu wa tauhid, na tutakuta kwamba ni al-imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, muhasabatu nafs, muraqabati llah na al-khawfu war-raja, lakini pia ya mwisho ni al-a'malu salihah. Sasa katika misingi yote hii tutashika hii al-a'malu salihah, tugusie ndani yake, kwa sababu katika masiku kama haya ya Ramadhani ndiyo masiku ambayo kwamba a'malu salihah, matendo mema yatakana tuyakithirishe kwa wingi. Hasa tukitizama katika upande wa pili, tunamkuta mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, akisema katika hadithi ambayo kwamba ni muttafaqun alayhi, atuambia kwamba kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mbora zaidi wa watu na ni mkarimu kushinda watu wote katika mambo ya khairi, na alikuwa wema wake na ukarimu wake huzidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi ni ndefu, lakini tupatakapo ni hapa, na tujiulize kuna hikma gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam licha ya ubora wake na ukarimu wake katika mambo ya khairi kushinda watu wote, lakini ifikapo Ramadhani huzidi wema wake na ukarimu kwa watu. Anatufundisha hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali hii, kwa kwamba midamu saumu lengo lake ni kuthibitisha na kurithisha takwa katika nyoyo za waja, basi katika mwezi wa Ramadhani hali yake ya ubora na ukarimu huzidi, ili ni katika mambo ambayo kwamba atachangia takwa kupatikana katika nyoyo za waumini.
Na ikiwa Mtume sallam ukarimu wake huzidi katika Ramadhani, basi katika ukarimu, licha kwamba yako mengi ambayo kwamba mtu akiyafanya huhisabika kwamba ni mkarimu, lakini mojawapo katika masiku kama haya tutasema kwa kwamba ni mtu kwa yule ambaye kwamba ana nafasi kwa nafasi yake kumfuturisha mwingine, ni moja katika ukarimu, na ni moja ambayo kwamba yanamchangia mtu akawa na uchaji Mungu, ama akafikia katika hii daraja ya uchaji Mungu ambayo kwamba ndiyo malengo makuu ya saumu, kuja kuturuthisha uchaji Mungu katika nyoyo zetu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukiangalia kitu cha kwanza katika hii futari ambayo kwamba tutakuwa tuizungumzia, kunazo ausaf ama sifa ambazo kwamba ni dharura futari kama hiyo ziwe zapatikana sifa kama hizo katika hiyo futari, ili iwe kwamba ni futari ya kisawasawa. Kitu cha kwanza ni lazim futari kama hiyo iwe kwa kwamba ni nzuri na ni halali, kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha mitume wake kwa kwamba wale kilichokuwa cha halali, kama tunavyoona katika aya ya Mola akisema, baada billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha, awaambia kwamba kuleni vilivyo vizuri na muyatende mema. Lakini pia katika waja wake sisi Mola Subhanahu wa Ta'ala, tukiachana na mitume, tunakuta kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala pia sisi katuamrisha tule vilivyo vizuri na vya halali, kama tunavyoona katika aya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala akituambia, baada billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kwa hivyo sifa ambazo kwamba zatakana zizingatiwe katika futari ni pale itakapokuwa kwamba ni lazim iwe kwanza ni kizuri na kiwe ni cha halali. Kitakapokuwa na sifa hizi, basi tutasema kwamba futari ni chochote kile ambacho kwamba mtu atakuwa na uwezo nacho kukimiliki. Lakini pia katika masala ya hayo futari kuna sunna zake katika kule kufuturu. Kwanza tunaona Mtume sallallahu alayhi wasallam yathubutu katika hadithi kwamba kana yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam yakun rutabatin fa ala tamrat, kwamba Mtume sallam alikuwa akifungua kwa tende pindi atakapomaliza somo yake ya siku. Ifikapo wakati wa kufungua alikuwa akifungua kwa tende, na ikiwa imekosekana tende, basi Mtume sallam alikuwa akifungua kwa maji. Kwa maana kwamba hapa anatufundisha vitu ambavyo kwamba ni aula tuvitangulize katika kufuturu kwetu tutakapokamilisha saumu yetu ya siku. Lakini pia katika sunna za pili ni kwamba Mtume SAW atufundisha na kutuhimiza sisi kwa kwamba tufanye haraka kule kufuturu. Na tukisema kwamba kufanya haraka si maana kwamba mtu afuturu nje ya wakati, la, bali ule wakati wa kufuturu utakapofika mtu asichelewe kufuturu, kama tunavyoona katika hadithi Mtume SAW akisema kwamba idha raaitumul layla aqbala min hahuna faqad aftara as-saim, mtakapoona kwamba usiku umeingia kupitia hapa, akiashiria sehemu ya kuzamia jua, basi ajue kwamba yule ambaye kwamba yafunga saumu yake ni wakati wake wa kufuturu. Kwa maana kwamba hakuna uchaji Mungu wa wewe kuchelewa kufuturu baada ya kwamba wakati utakuwa kwamba umewadia. Lakini pia tukimalizia, tutakwenda kuangalia umuhimu wa mtu kumdhamini mwingine katika jambo hili la kufuturu, na hasa tukizingatia kama namna tulivyotangulia kuashiria nyuma, kwa kwamba haya ni katika mambo ambayo kwamba mtu kadri atakuwa anajituma kuyafanya kwa wingi yatarithisha uchaji Mungu katika moyo wake. Tunaona katika hadithi ya Abdullah ibn Amr akisema kwamba palikuwa na mtu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul islamu khair, ni uislamu gani ambao kwamba ni bora? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwa kwamba tut'imu at-ta'am wa tuqri as-salam wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man la ta'rif. Ni mtu kulisha chakula na mtu pia kujibu salamu kwa yoyote sawia, awe anamjua ama hamjui. Hapa tunaona akhlaqi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza anatufundisha sisi kutoa
kwa nafasi tulizokuweko nazo na kwa uwezo tuliokuweko nao, kwa kila mtu, licha ya kwamba tutatofautiana, lakini katika suala hili aliloulizwa kwamba ni Uislamu gani bora, atufundisha kwamba Uislamu ambao kwamba ni bora ni mtu kulisha wengine. Na katika masiku kama haya tutaona kwamba kama kuna kitu ambacho kwamba kitakuwa ni munasib na maamrisho haya Mtume sallam na mafundisho haya, ni mtu kwa nafasi yake akaweza kumdhamini mwingine futari. Lakini pia Mtume sallam atuambia katika akhlaqi nzuri anazotufundisha ndani ya hadithi hii ni mtu kujibu salamu ama kutoa salamu kwa yoyote sawia, awe anamjua ama hamjui. Ni katika akhlaq ambazo kwamba tunazipata katika hadithi hii. Lakini pia tukimalizia na hadithi ya mwisho, tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi shay, min ajri sa'imi shay'an. Mtume sallallahu atuambia kwamba kwa atakayemfuturisha mtu ambaye kwamba amefunga, basi atakuwa na malipo sawia, atakuwa na malipo mara mbili bila ya kupungua chochote kwa yule ambaye kwamba anafuturishwa. Katika malipo ya saumu yake hakutopungua chochote, lakini huyu alomfuturisha ni kwa kwamba atakuwa na malipo mara mbili. Ikhwani fillah, pasi na kutawilisha, tumependa kufaidishana na kukumbushana katika suala kama hili, na kama tulivyoashiria mwanzoni kwamba ya kufanywa yalomema ni mengi, lakini miongoni mwayo ni hili ambalo kwamba tumelitanabahisha. Mola subhanahu wa ta'ala atuwafikie kulipokea vyema na kulifanyia kazi, na atuthibitishie ujira wa saumu zetu na ibadati zote tunazozifanya katika mwezi kama huu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa salamu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.